3. Hakika tunamtukuza Mwenyezi Mungu. Niwashukuru nyote kwa kushiriki kamilifu katika Kwaresma yetu na hatimaye katika ibada hii ya Pasaka ya ufufuko wa Bwana. Hongereni sana. Kwa kipindi hiki chote tulikuwa tukisali, tukitoa zawadi zetu kwa wale ambao hawawezi. Yote ni matashi mema mnayoyafanya. Naona jinsi jitihada zenu mnazofanya wana St. Anthony na marafiki kujenga nyumba kwa ajili ya Mama Bikira Maria na mume wake au mtumishi wa Yesu Mtakatifu Yosefu. Hongereni. Nichukue nafasi hii pia kuwatakia kila la heri kwa Pasaka hii, na niombe kwenu nyote iende kwa utulivu na familia tukawe pamoja. Kwa niaba ya maaskofu, nipende kuwaomba tuzidi kukaa katika amani, tuzidi kukaa katika mshikamano, katika upendo, ili hatimaye tunu hiyo iliyopewa na Mwenyezi Mungu Tanzania iendelee na tuishi kwa amani. Daima marumbano na vita si kitu chema. Wako watu wanaweza kutufundisha madhara ya kuwa na vita, hasa wale ambao wanaishi katika uhamisho, wale ambao wanaitwa kubatizwa na kuitwa wakimbizi, si kwa sababu wanapenda, kwa sababu ya mkorofi mmoja au viongozi wasioona umuhimu wa tunu ya amani katika nchi zao. Niwaombe sana wapendwa kanisa la Tanga, daima muwe vyombo vya amani, upendo na vyombo vya matumaini. Na mwaka huu ni mwaka jubilei ya matumaini. Niwaombe sana tuzidi kuwa watu wa matumaini, watu wa amani, watu wa upendo. Pale ambapo tunaona kuna shida ya mmoja wetu kuwa chanzo cha fujo, basi tumwombe kwamba hiyo sio tabia yetu na desturi yetu. Duniani tunamoishi na hasa katika taifa letu, nasikia mengi. Kama ni kweli sijui, lakini kusini mwa Tanzania kuwa na amani sana kwa kipindi hiki kifupi. Waombe kwa sisi tunaokaa mipakani tutunze amani zaidi. Chokochoko yoyote na majirani zetu haitatupa usalama. Nikiwatakia kila la heri na kuwashukuru kwa matashi mema yangu pamoja na nyumbani na wengine. Asanteni sana na Mungu awabariki.